إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Muumini yeyote ambaye anahitaji mafanikio katika dunia yake na akhera yake, ajipambe na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama khutba yetu ya leo ina kichwa cha habari kinachosema shahru Rajab baina al-ittiba'i wal-ibtida'i, mwezi wa Rajab katika kufuata maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kufuata maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, na kati ya wale ambao wanazua, wanafanya mambo ya kibida, wanafanya mambo ya uzushi, mambo ambayo hayajaelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala wala hayajaelekezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika mwezi wa Rajab kuna mambo ambayo yanafanyika na yako sahihi, watu wanayafanya kwa kufuata maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ndani ya mwezi wa Rajab kuna watu ambao wanazua, wanafanya ibada ambazo hazijaelekezwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala.
na tunayaeleza haya kwa sababu tayari tuko ndani ya mwezi wa Rajab. Leo ni mwezi 6 katika mwezi wa Rajab, ni tarehe 6 katika mwezi wa Rajab. Ndani ya mwezi wa Rajab kuna mambo mengi ambayo yamezuliwa, lakini ambacho Waislamu wanatakiwa kufahamu ni kwamba mwezi wa Rajabu ni katika miezi mitukufu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12, miezi ambayo ni mitukufu katika miezi ambayo imeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12, na miezi hiyo imeelezwa fi kitabillahi, katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma khalaqa samawati wal arda, tangu alipoziumba mbingu na ardhi. Minha 4 hurum, ndani ya miezi hiyo 12 kuna miezi 4 ambayo ni mitukufu mno. Dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndio dini ya sawa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu ndani ya miezi hiyo, msidhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasi, msidhulumu nafsi zenu kwa kuacha kufanya ibada mlizoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aya hii inatufahamisha ya kwamba miezi ambayo ni mitukufu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala iliyoelezwa ndani ya Qur'an ni miezi 4, na miezi hiyo anatutajia Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ya Abu Bakrata radhiyallahu anhu. Amepokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Mtume anasema, as-sanatu 12 shahran, mwaka mzima una miezi 12. Minha 4 hurum, miongoni mwa miezi hiyo 12 kuna miezi 4 ambayo ni mitukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, 3 mutawaliyat, miezi 3 inafuatana. Akaitaja akasema, Dhulqaada, ni mwezi wa Dhulqaada, mwezi wa 11 katika miezi ya Kiislamu. Wa Dhulhijja, na mwezi wa Dhulhijja ambao ni mwezi wa 12 katika miezi ya Kiislamu. Wal Muharram, na mwezi wa Muharram ambao ni mwezi wa kwanza katika mwezi wa Kiislamu. Hii miezi inafuatana na hii ni katika miezi mitukufu. Kisha Mtume akasema, wa Rajabu Mudhara, na mwezi wa Rajab alladhi baina Jumada wa Shaabana, mwezi wa Rajab ambao uko katikati ya Jumada ya mwisho au Jumada ya pili, na mwezi wa Shaaban. Mwezi unaopatikana hapo katikati ni mwezi wa Rajab ambao ni mwezi wa 7 katika miezi ya Kiislamu. Hivyo Muislamu unatakiwa kufahamu ya kwamba uko katika mwezi wa 7, mwezi wa Rajab, na mwezi wa Rajab ni miongoni mwa miezi ambayo ni mitukufu, na ndani ya miezi hii mitukufu unatahadharishwa na Allah subhanahu wa ta'ala usije ukawa ni mwenye kudhulumu nafsi yako. Ahibatu fillah, Allah subhanahu wa ta'ala
anatutahadharisha ndani ya miezi hii, anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo, msidhulumu nafsi zenu. Ibn Abbas, mfasiri wa Qur'an, sahaba wa Mtume, mwanafunzi wa Mtume, akifasiri aya hii anasema ai fi kullihinna, kwamba msidhulumu nafsi zenu katika miezi yote 12. Msidhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasi, msidhulumu nafsi zenu kwa kufanya makosa, msidhulumu nafsi zenu kwa kufanya madhambi, msifanye hivyo. Thumma khassa min dhalika 4 ashhuri, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaihusisha katika miezi hiyo 12, akaihusisha miezi minne. Faja'alahunna hurman, akaifanya miezi hiyo ni mitukufu mno. Wa'adhama hurumatihinna, na akaufanya ni mkubwa utukufu wake, utukufu wa miezi hiyo minne. Allah subhanahu wa ta'ala akafanya utukufu wake ni mkubwa. Waja'ala dhanba fihinna, na akafanya dhambi inayofanyika katika miezi hiyo minne, dhambi hiyo a'dhamu, ni kubwa kupita maelezo. Makosa yanayofanyika katika miezi hii mitukufu, makosa hayo yanakuwa ni makubwa, madhambi hayo yanakuwa ni makubwa, yanaongezeka ubaya wake na madhambi yake mtu anapomkosea subhanahu wa ta'ala ndani ya miezi hii mitukufu ambayo imetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amala saliha, na matendo mema ambayo yanafanyika katika miezi hiyo minne ambayo ni mitukufu. Wal ajra a'zam, na ujira wake pia ni mkubwa. Matendo mema ambayo Muislamu anayafanya katika miezi hii ambayo ni mitukufu, matendo hayo yana thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Matendo hayo yanakuwa na thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibatu fillah, Muislamu anatakiwa ajitahidi kuyafanya matendo mema katika miezi mitukufu, ukiwepo mwezi huu wa Rajab. Na matendo mema ambayo tunayakusudia ni matendo mema ambayo huwa unayafanya katika siku zote. Kama ni funga, ulikuwa unafunga siku ya Jumatatu na Alhamisi, ulikuwa unafunga masiku meupe katika kila mwezi, mwezi 13 na 14 na 15. Unapofunga masiku hayo katika mwezi huu wa Rajab, malipo yake yanakuwa ni makubwa kuliko unapofunga katika mwezi ambao si katika miezi mitukufu. Swala ya sunna ambayo ipo katika miezi mingine pia, umeingia msikitini unaswali tahiyatul masjidi, malipo yake yanakuwa ni makubwa unapoiswali katika mwezi huu wa Rajab kuliko unavyoiswali katika mwezi ambao si katika miezi mitukufu. Lakini hakuna ibada maalumu ambayo ibada hiyo inafanyika katika mwezi wa Rajab na katika miezi mingine haifanyiki. Hakuna ibada maalumu. Ndugu zangu katika iman, amesema Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, anasema laisa li shahri Rajab miza, mwezi wa Rajab hauna tofauti an siwahu min al-ashhur al-hurmi, hauna tofauti na miezi mingine ambayo ni miongoni mwa miezi mitukufu. Hakuna ibada maalumu ya kufanya katika mwezi wa Rajab. Ibada ni zile ambazo wanazifanya siku zote, lakini unapoifanya katika mwezi huu wa Rajab, malipo yake yanakuwa ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.
la yukhassu, hakuna ibada ambayo inahusishwa na mwezi wa Rajabu, kwamba katika mwezi wa Rajabu kuna ibada fulani ambayo inafanyika katika mwezi wa Rajab. Hakuna ibada maalumu. Ibada ni hizi ambazo tunazifanya siku zote, unapoifanya malipo yake yanakuwa ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La biumratin, hakuna ibada ambayo inahusishwa ndani ya mwezi wa Rajab, si umra, kwamba mtu anasema kwamba umra inatakiwa kufanyika katika mwezi wa Rajab tu. Hakuna. Wala bisiyami, na hakuna funga ambayo inahusishwa na mwezi wa Rajab. Hakuna. Wala bisalatin, wala hakuna swala ambayo inahusishwa na mwezi wa Rajab tu, kwamba swala hii inaswaliwa ndani ya mwezi wa Rajab na haiswaliwi katika miezi mingine. Wala biqiraati alquran, wala mwezi wa Rajab hauhusishwi na kuisoma Qur'an. Mtu anasema kwamba katika mwezi wa Rajab unatakiwa usome labda sura fulani ndani ya mwezi wa Rajab, unatakiwa usome aya fulani ndani ya mwezi wa Rajab. Hakuna aya maalumu, hakuna sura maalumu, hakuna juzuu maalumu katika Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo inatakiwa kusoma katika mwezi wa Rajab. Hakuna. Lakini Qur'ani unapoisoma ndani ya mwezi wa Rajab, kama ambavyo unasoma katika miezi mingine, ndani ya mwezi wa Rajab malipo yake yanakuwa ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Uthaymeen akasema, bal huwa kaghairihi min al-ashhur al-hurmi, bal mwezi wa Rajab ni kama miezi mingine miongoni mwa miezi ile mitukufu. Kisha akasema, wa kullu al-ahadithi al-waridati fi fadli as-salati fihi, na hadithi zote ambazo zinataja fadhila na ubora wa kuswali ndani ya mwezi wa Rajab, kwamba kuna swala inatakiwa iswaliwe ndani ya mwezi wa Rajab, Sheikh anasema hadithi hizi zote dhaifa, ni dhaifu. La yubna alaiha hukmun shar'iyyun, hazijengewi juu yake hukumu ya kisheria. Sheikh anakiri ya kwamba kuna hadithi ambazo zinaeleza fadhila ya kuswali baadhi ya swala ndani ya mwezi wa Rajab. Hadithi hizo zote ni dhaif, hazijapokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ndugu zangu katika iman, ndani ya mwezi wa Rajab kuna mambo mengi ambayo yamezuliwa, kuna ibada nyingi ambazo zimeanzishwa, kuna ibada nyingi ambazo zinafanyika ndani ya mwezi wa Rajab na hazijaelekezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waislamu wanatakiwa wachukue tahadhari. Waislamu wanatakiwa wachukue tahadhari, wasije wakawa wanafanyishwa ibada ambazo hajaelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallama, hazitolipwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ibada hizo atarudishiwa mtu yeye mwenyewe. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa awe makini, awe na tahadhari kubwa, asije akafanya mambo ambayo hajafundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama. aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairi almuslimina walmuslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أحبة في الله، khutba yetu ya leo inazungumzia mwezi wa Rajab katika kufuata maelekezo na mafunzo ya dini yanayokuelekeza kunako na mwezi wa Rajab. Lakini vile vile unatakiwa fahamu ya kwamba
mwezi wa Rajab kuna mambo ambayo yamezuliwa na yameanzishwa na watu. Mambo hayo Muislamu unatakiwa ujiweke mbali nayo. Siku moja aliulizwa Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, muulizaji anamwambia, yakhusu ba'dhu nnasi shahra Rajab, baadhi ya watu wanauhusisha mwezi wa Rajab bibaadhi alibadati, kwamba kuna ibada maalumu, ibada mahsusi ambazo zinatakiwa kufanyika katika mwezi wa Rajab, ka salati raghaibi, kama vile swala inayoitwa salatu raghaib. Hii ni swala ambayo inaswaliwa katika mwezi wa Rajab na baadhi ya watu. Wa ihyai lailati 27 minhu, na kuuhuisha usiku wa 27 katika mwezi wa Rajab. Watu wanauhuisha usiku huo, hawalali, wanakuwa wanafanya ibada. Muulizaji anamuuliza, anasema, fahal lidhalika aslun fi shar'i, jambo hili lina asili katika sheria? Kuiswali swala ambayo inaitwa salatu raghaib na kuuhuisha usiku wa 27 katika mwezi wa Rajab, kuuhuisha kwa ajili ya kufanya ibada, na watu wanalala msikitini na wanaandaa vyakula. Je, jambo hili liko katika sheria au haliko? Sheikh anajibu, anasema, takhsisu Rajab bisalati raghaib, kuhusisha mwezi wa Rajabu kwa kuiswali swala ya raghaib, au ihtifali lailati 27, au kuhuisha usiku na watu wakakusanyana mwezi 29 au tarehe 29 katika mwezi wa Rajab, yazumuna annaha lailatul Isra'i wal Mi'raji, na watu wanadai ya kwamba ndiyo usiku aliopelekwa Mtume sallallahu alaihi wasallama Isra na Mi'raji. Sheikh anasema, kullu dhalika bid'atun la yajuzu, mambo haya yote yanayofanyika, hiyo salatu raghaib, huo ni uzushi. Watu kukusanyana na kuelezana mambo ya Isra na Mi'raji, mambo haya ni uzushi, hayana asili wala hayana dalili katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa lahu aslun fi shar'i, mambo hayo hayana asili katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad nabbaha ala dhalika almuhaqqiquna min ahli alilmi, na hakika wametanabahisha na kuwazindua watu jambo hilo, wamefanya kazi hiyo almuhaqqiquna, watu ambao wameyahakikisha mambo miongoni mwa watu wenye elimu. Waqad katabna fi dhalika ghaira marra, Sheikh anasema, na hakika tumeandika kuhusiana na jambo hilo, tumeandika si mara moja, kuwatahadharisha watu na mambo hayo, kwamba mambo hayo hayafai. Wa awdahna linnasi, na tumewawekea wazi watu, anna salata ar-raghaib, hakika swala hiyo ambayo inaitwa salatu ar-raghaib bid'atun, hiyo ni bid'a. Swala hiyo haikuelekezwa wala haikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala masahaba zake hawajafanya mambo hayo. Wahiya ma yafaluhu ba'dhu an-nas, Sheikh anasema, na swala hiyo ni swala ambayo inaswaliwa na baadhi ya watu fi awwali lailati jum'atin min Rajab, katika usiku wa kwanza katika Ijumaa ya kwanza, usiku wake katika mwezi wa Rajab, Ijumaa ya kwanza ambayo ndiyo leo. Yawezekana kuna watu ambao wameiswali swala hiyo, salatu raghaib, inaswaliwa raka 2. Wa hakadha al-ihtifalu bi lailati 27, na vile vile kukusanyika watu na watu wakaanza kupeana visa
vya Isra na Mi'raji, anasema jambo hili vile vile ni bid'a. Jambo hili haliko katika sheria. Wa lailatul Isra wal Mi'raji, na usiku wa Isra na Mi'raji, Sheikh anasema lam tu'lam ainuha, haifahamiki ni lini tukio hili lilifanyika. Tukio hili lipo na mtume amepelekwa Isra na Mi'raji, na tukio hili likaelezwa ndani ya Qur'an, na mpaka kukawa kuna sura ambayo inaitwa suratul Isra. Kwa tukio hili lipo, lakini hakuna anayefahamu ya kwamba tukio hili lilitokea lini na tarehe ngapi. Hakuna. Na wale ambao wanasema lilitokea usiku wa tarehe 27 katika mwezi wa Rajab ni waongo. Hakuna maelekezo ya mtume katika hilo. Mtume hajatuelekeza. Lakini Sheikh anasema walau ulimat lam yajzi al-ihtifalu biha, hata kama tungejua tarehe ya Isra na Mi'raji kwamba tukio hili lilitokea tarehe ngapi, isingefaa pia watu kukusanyana na watu kukaa na kusomeana hivyo visa. Wa hakadha anasema lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama lam yahtafil biha, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallama hajawahi kuwakusanya watu na akawa anawasomea kisa cha Miraji. Mtume hajawahi kufanya hivyo. Wala khulafauhu ar-rashiduna, wala makhalifa wake waongofu akina Bakari, akina Umar, akina Uthmani, akina Ali hawajawahi kukaa kuwaeleza watu kisa cha Miraji. Wala baqiyatu ashabihi sallallahu alayhi wasallama, wala bakia ya maswahaba zake na mtume sallallahu alayhi wasallama, hakuna hata mmoja aliwahi kukaa akaanza kuwaeleza watu, akawakusanya watu rasmi kwenye tarehe fulani kwamba leo nitawaeleza tukio la Isra na Mi'raji kwa sababu lilitokea katika tarehe hii ya leo. Hawajafanya hivyo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Sheikh anasema alkhairu kulluhu, khairi yote fi ittiba'ihim, iko katika kuwafuata masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wasairi ala manahijihim, na kufuata manhaji zao na kufuata njia zao na kufuata mwenendo wao, kwa sababu wao wamepokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Na ingekuwa jambo hili ni dini, ingekuwa jambo hili ni kheri, wasingeliacha kulifanya jambo hili. Kwa ndugu zangu katika iman, kuna mambo mengi ambayo yamezuliwa katika mwezi wa Rajab, na mambo haya insha Allah yataendelea kubainishwa, watu wayafahamu, watu waachane na mambo hayo. Mwezi wa Rajab kweli ni katika miezi mitukufu. Jitahidi kuyafanya yale ambayo yameelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala na yameelekezwa na mtume sallallahu alayhi wasallama. Ayuha almuslimun, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wansur al-islam wal muslimin wa khudhul man khadhala al-muslimin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.